For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2020. Tunaangalia eneo linasema unchanged time. Muda usiobadilika. Unchanged time. Muda usiobadilika. Muda ubadiliki, kinachobadilika ni majira. Hiyo ndio tofauti ya muda na majira. Tuna nyakati, tuna muda. Kwa hiyo muda haubadiliki. Muda uko pale pale. Muda uko pale pale. Muda ubadiliki. Na ukitaka kuhakikisha kwamba muda ubadiliki, neno la Mungu linasema nini? Muda haubadiliki. Tuangalie kwenye kitabu cha Petro wa pili. Petro wa pili sura ya 3:8. Waraka wa Petro wa pili sura ya 3:8. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni miaka 1000 na miaka 1000 ni siku moja. Haibadiliki, muda ubadiliki, lakini majira yanabadilika. Sasa tutaangalia majira ya nature, the seasons of nature na seasons of human being. Majira ya wanadamu na majira ya nature, ya asili. Majira ya asili tunajua kuna winter, kuna spring, kuna fall, kuna summer. Lakini mwanadamu, kila mwanadamu ana majira yake pia. Ana winter yake, ana spring, ana summer, ana majira yake autumn. Tuko pamoja. Tutaangalia maeneo yatakusaidia kwa sababu watu wengi sana wameacha kukumbatia muda, wamekumbatia majira. Na kosa ni kukumbatia majira, kwa sababu majira yanaondoka. Majira na muda ni kama kuku na manyoya. Unapomfukuza kuku, ukamata manyoya, anafanya nini? Anakuachia nini? Manyoya. Kuku anakimbia. Sasa watu wengi wameachia manyoya. Wameacha kumkamata nani? Kuku. Kuku ni muda, lakini manyoya ni majira. Sasa manyoya hata ya kondoo wananyoa, wananyoa kondoo. Hata nywele za wanadamu, nywele zinafanya nini? Zinanyolewa. Au unamfukuza mtu, ni mwizi unamfukuza, ukakamata nguo, anakuachia nini? Anakuachia nguo, atakimbia. Anakamata shati, anakuachia shati, anakimbia. Inabidi ukamate mwili ambao ndio muda. Sasa nataka tuangalie kwamba muda ubadilika, lakini majira yanabadilika. Sasa watu wengi wamekumbatia majira. Tukisema watu wengi wamekumbatia majira, baada ya kukumbatia muda, ni kwamba kuna kitu ulikifanya, miaka imepita, bado unakumbuka. Lakini kitu sio vizuri na majira yake yameshafanya nini? Yalishapita. Inabidi usahau. Tunaishi kwenye kipindi cha muda na majira. Kwa hivyo inabidi umepita kwenye mazingira fulani, kwenye majira fulani, usikumbuke. Mungu anakuambia usikumbuke mambo ya zamani. Isaya 43:18 na 19. Usikumbuke mambo ya zamani. Achana na hiyo mambo ya zamani. Kwa sababu mambo ya zamani ilikuwa ni shule, ni darasa. Umeshapita. Neno la Mungu linasema Isaya 43:18 na 19. Neno la Mungu linasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Msikumbuke mambo ya nini? Ya zamani, yameshapita. Kila
hapa duniani unayemwona ana historia yake. Kila mtu na kila mahali unakopitia kwenye maisha yako kilishaandikwa kwenye kitabu chako kwamba Mungu ni Alfa na Omega. Maisha yako alishafika mwisho. Sasa hivi ndo unarudi unaanza mwanzo. Kwa sababu unasikia mtu ameanza kuvuta sigara, ameanza kuvuta bangi, ameanza malaya. Ilishaandikwa, alishafika mwisho, sasa hivi anaanza nini? Mwanzo. Anapatia ramani yake. Ni kama mtu amechora ramani ya nyumba. Mchoraji akampa contractor, mjenzi anafuata nini? Ramani. Lakini nyumba ilishafanya nini? Ilishajengwa. Nyumba ilishajengwa kwenye makaratasi, kwenye kichwa cha mtu. Kwamba sasa hivi ni mtu contractor kazi yake ni kuangalia ramani, anachimba msingi. Anaangalia ramani, anaweka matofali. Tuko pamoja. Kwamba ile nyumba ilishafika mwisho. Sasa hivi ndo anaanza mwanzo, Alfa na Omega. Tutaangalia ile eneo kwa kina zaidi. Nataka tu ujue kwamba usikumbatie majira. Mambo ya zamani yameshapita, yamepita. Mimi na majira yangu ambayo yameshapita. Na kama sikumtafuta Mungu mapema, historia yangu ilikuwa imeisha. Sababu rafiki zangu ambao nilikuwa nao kwenye biashara wenyewe wameshatangulia mbele yake. Kwa sababu ukikumbatia tu majira, kwa sababu kuna huyu mmoja maisha alikuwa anaishi yalikuwa ni maisha ya hali ya juu sana. Ikafika mahali amekopa kwenye benki moja, akawa anadaiwa, alichukua dola 3.5 akurudi kwenye ile benki. Ikapanda riba na nini, ikafika milioni 800 na kitu. Benki ikawa anakuja kuuza nyumba yake. Kwa sababu ni mtu maarufu, aibu benki nyingine kanunua ile, akapewa bilioni 1 na milioni 600. Akalipa deni, akabaki na 1.1 bilioni. Akapeleka kwenye biashara, ikakata. Ilipokata na biashara hajaleta matunda, alikaa tu hivi, akafa. Alikuwa na stress. Sio kwamba alikuwa na ugonjwa. Alikuwa na nini? Ni kwa sababu alikumbatia majira. Alifikiria ile majira alikuwa anaishi, ataendelea kuishi majira hayo. Majira yakishaondoka, achana nayo. Majira yakishaondoka, achana kumbatia majira yaliyoingia, hayo mapya. Ile imeondoka, badilisha majira. Badilisha gia. Gari likizidiwa gia, wanafanya nini? Unabadilisha. Gari ikifika kwenye mlima, inabadilisha gia. Kwa hivyo ukiona kabisa kwamba ile majira ulikuwa unaishi yameisha, achana nayo. Nenda na majira mapya. Adapt majira mapya. Kuadapt ni kufanya nini? Kukubaliana na hali hiyo nyingine mpya. Sasa watu wengi wanakataa kukubali ile hali mpya, wanaona watu watawaonaje. Watu wanaangalia watu, sio people, wanaangalia watu. Wanaogopa watu. Ndio, hawa watu ukiwaogopa, wenyewe wanajiogopa wenyewe. Wenyewe unaowaogopa hawafanyi vizuri. Unajua kama hapa duniani ujaribu kujaribu jambo lolote, ujaribu kufanya chochote kile. Kila mtu ana safety. Biblia inasema jaribuni mambo yote. Shikeni vile jema. Na sio kwamba jaribu mambo yote. Kombe na maana inabidi unywe pombe, inabidi uvute bangi, inabidi uibe, jaribu mambo. Lakini katika kujaribu vitu vyote unatafuta lilo nini? Lilo jema. Ndio unatafuta. Kwa sababu vitu tulikuwa hujazaliwa navyo, hivi tumekuta hapa duniani. Majira na muda umekuta wapi? Duniani. Sasa inabidi ujaribu ya majira. Kwamba majira yanakwendaje. Ukiona kabisa aende vitu unaacha. Mungu ana ubao kama huo wa kufundishia watu. Mungu anatumia mwili wako na mwili wangu. Kwa lazima utapita, kuna mahali utapita. Lazima utapita. Haiwezekani kusema kwamba huwezi pita mahali fulani. Haiwezekani. Utapita. Mimi nimepita, ukiangalia kila mchungaji unayemwona amepita, babake amepita, babu yake amepita, kila mmoja na story yake. Sura ni kwamba usikumbatie nini? Majira. Usikumbatie mambo ambayo umeyafanya zamani. Yaani ilikuwa ni shule, ulikuwa ni msingi, jenga mambo mapya juu. Jenga mambo mapya juu, msingi wa zamani. Msingi alishaweka Yesu, ndugu yangu. Sisi kwa Yesu ni kujenga tu. Ni kujenga. Alafu sasa swala ni kwamba Biblia inasema misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Mwenye yake ataishi kwa imani. Ukishaona kabisa umeshaharibu, inabidi ubadilishe gia. Uanze kuishi kwa nini? Kwa imani. Uondoke kwenye kuona, uanze kuishi kwa imani. Tofauti na hapo,
mauti. Mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Ukishajifunza kitu, mimi kitu ambacho nampenda Daudi alikuwa akifanya kosa, akitenda dhambi, akishatubu arudi tena, anasubiri atengeneze dhambi nyingine mpya. Daudi alikuwa arudi dhambi, akishatenda dhambi tu, akishatubu arudi tena. Ndio kitu Mungu alikuwa anampenda Daudi. Alikuwa anapenda Daudi. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba mbaya ni ile kurudia dhambi. Hiyo ndio mbaya. Ukifanya inaanza makosa kizidi yanabadilika na kuwa dhambi kizidi inabadilika na kuwa uovu kizidi inabadilika na kuwa laana kizidi inabadilika na kuwa magonjwa yanaleta mauti. Kwamba lazima uzuie kabla hajafika kwenye laana, hajafika kwenye uovu, pale kwenye makosa unazuia hapo. Kwa sababu Biblia inasema Mungu ni rehema, sasa na fadhili zake kiasi cha wingi wa rehema zake uyafute makosa yangu yote. Uyafute kwa sababu unazuia pale mwanzo. Unajua hiki kitu ni kosa. Ukishagundua ni kosa, hauandikiwi dhambi. Ukirudia, kuna tabia moja, lugha moja wa Marekani wanaitumia kwa lugha ya kiuni na pia wanaitumia kwa lugha nzuri. Wanasema kwamba ukinikosea mara ya kwanza, ile kosa ni la kwako. Yaani wewe ukinikosea mimi mara ya kwanza, ile kosa ni nini? Kwa mfano mimi nimekutuma dukani, ukapotea na hela. Alafu kesho yake nikakuona ile kosa ndani, nikakutuma tena, ukapotea. Kosa ndani ndio kwangu. Yaani ukinikosea mara ya kwanza, ile kosa ndio kwako wewe. Si nimeshaona kwamba umenikosea. Lama nikarudia tena kukuamini, ukanikosea mara ya pili, ile kosa ndani ndio kwangu. Sababu niliona umefanya kitu ambacho si vizuri, alafu nikarudia tena. Ndio nianze kufundisha, nikapate taratibu za kufundisha kukaa na wewe. Kwamba ile eneo uweze kukaa vizuri. Kwa lazima uangalie kurudia makosa ndio kosa, lakini kosa la mara moja. Daudi alikuwa akigundua tu ile kosa, anaingia kwenye toba, anafuta na Mungu amwandiki kosa. Kwa sababu anajua Mungu alafu arudi, anasubiri atengeneze kosa lingine jipya. Kwa sababu lazima tujifunze kupitia makosa yetu. Kama unataka kukosea, unataka kujifunza. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika chache. Kwa dakika moja alafu tuendelee na somo letu. Somo letu linasema muda usiobadilika. Majira yanabadilika lakini muda haubadiliki. Tumshukuru Mungu dakika moja tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, sana kwa siku leo, sana kwa siku ya kesho, sana kwa majira ya saa 4, sana kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 5 na kutakasa kwa damu ya Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki ya majira na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya leo uliofanya kwa ajili yetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareth. Kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha katika majira ya saa 5. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen.
Okay, tuendelee na somo letu. Unchanged time, muda usiobadilika. Muda ubadiliki, lakini majira yanabadilika. Nataka tuangalie ili eneo la muda litakusaidia mbele ya safari. Majira yanabadilika, muda ubadiliki. Na jitahidi watu wote waliofanya vizuri duniani, kitu walichokifanya ni kurudia kitu kimoja mara nyingi. Watu wote duniani wanafanya vizuri hawabadilishi ule muda kwa kile kitu wanachofanya. Kwa mfano, ana ratiba ya masaa 12 ya mchana, ana ratiba ya masaa 12 ya usiku. Ukiona watu wote wanafanya vizuri duniani, ni matajiri, ni wasomi, ni watu wanaishi maisha mazuri. Waliandika ratiba ya vile vitu ambavyo wanavitaka kuvifanya, alafu wanafanya muda ule ule, unchanged time, muda usiobadilika. Muda wa mazoezi kama ni saa 11 mpaka saa 12 kwa mazoezi. Kulala ni saa 4 mshaingia kitandani. Chakula cha jioni anakula saa 1 kamili ameshakula chakula cha jioni. Kazini ni saa 12:30, saa 12:30 kwa kazini. Ni saa 1, muda ule ule. Sasa ndio Mungu wetu ni Mungu wa muda. Mungu anataka mtu anaishi muda, sio anaishi pesa. Mungu anataka mtu anaishi muda, sio anaishi pesa. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba watu wote wanaofanya vizuri duniani, una ratiba, unafanya vitu vile kwa wakati ule ule, utaona unafanikiwa. Kwa sababu lazima urudie hicho kitu kwa muda mrefu. Kwa mfano, sisi tuna utaratibu wa kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Kufika dakika 59 tunamshukuru Mungu kwa dakika moja ya kwanza, dakika moja ya mwisho ya sana, dakika moja ya mwanzo ya sana. Ina maana ni dakika 2. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba tukienda kulala tunalala, tukiamka zoezi linaendelea. Muda usiofa nini? Usiobadilika. Sasa kile kitendo Mungu akiona kwamba huyu mtu anafanya kitu kwa muda huo, kila siku anafanya muda huo, kuna kitu Mungu anafanya vizuri kwenye maisha yako. Kuna kitu Mungu anafunguka kwenye maisha yako. Kwa sababu Mungu anaangalia yule mtu anayeishi muda. Hebu tuende kwenye maandiko. Tuangalie kwenye Zaburi ya 55 mstari wa 17. Tumwangalie Daudi. Kwa nini Mungu alisema hakuna mtu aliyependeza moyo wangu kama Daudi? Angalia Daudi anasema nini? Zaburi ya 55:17, jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Kila siku asubuhi, kila siku jioni, kila siku adhuhuri, Daudi anaingia kwenye maombi. Abadilishe ule muda. Ukijaribu kuangalia kwenye upande wa dini ya Kiislamu, wana sala sana, ule muda ubadilike. Lazima Mungu akubariki. Lazima Mungu anakadiria anaheshimu ule muda. Lazima Mungu ambariki. Na sababu leo hii ukienda kwenye nchi za Kiarabu na ukija Afrika, utaona tofauti kubwa sana. Waarabu sio kwamba ni matajiri kwa sababu ya mafuta. Afrika kuna vitu vingi sana. Kama kila nchi Mungu aliwapa nini? Rasilimali safi. Aliwapa mali asili ya aina yake. Kitu tulichonacho sisi Waarabu hawana, kitu Waarabu walichonacho sisi hatuna. Lakini Mungu anawaambia tumieni vitu hivi kwa ajili ya maendeleo yenu. Kwa nini wao wameendelea? Sababu ya muda. Muda wao na ibada, muda wao na Mungu. Wameheshimu muda kwenye eneo moja. Angalia Mungu anawatoa. Angalia Wajapani muda. Japani wala wanaabudu muda. Ukiangalia China ni muda. Muda sio badilika. Mchina ukimpa kazi, anakuambia nipe muda wa kufikiri, nikuletee hii kazi itamaliza muda gani. Lakini ukimpa Mtanzania kazi, anaenda kufikiria kwamba atafutaje shilingi ngapi. Lakini Mchina anaenda kuangalia hili jengo litajenga kwa mwaka mmoja. Akishatoa muda, usiku na mchana anafanya kazi. Lakini Tanzania anaenda kufikiria kwamba nitahitaji jamaa shilingi ngapi, nitapiga hela hapo kiasi gani. Na anaanza kula hela ya ujenzi kabla hata hajafanya nyumba yake. Sasa lazima uangalie. Ukipeleka kitu China kiwandani, wanaangalia kitachukua muda gani kutengeneza. Ndio sababu wanatengeneza artificial intelligence, robots, mashine za kufanya kazi kwa speed. Kwa sababu watu wanasema kila siku wanaenda kwenye misiba, wanaenda kwenye harusi, ukaona sasa tutengeneza watu ambao waende kwenye misiba, watu ambao hawapili, watu ambao waende kwenye sherehe, wanatengeneza robot. Zinafanya kazi, wanatengeneza magari ambayo yatakuwa yanaendeshwa na robot. Kwa hiyo unaweza kutuma gari sokoni. Kwa hiyo sasa ni lazima uangalie Daudi alikuwa na muda usiobadilika.
kwenye maisha yake. Anafanya kitu kila siku, asubuhi, jioni na adhuhuri anaingia kwenye maombi. Sasa jaribu kuangalia wewe muda wako ni kitu gani unachofanya cha Mungu ambacho kinajirudia. Hebu tuangalie tena habari za Daudi kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 164. Zaburi ya 119 mstari wa 164. Neno la Mungu linasema nini? Mara 7 kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu za haki yake. Daudi anamsifu Mungu mara 7 kila siku, ule muda aliopanga, mara 7 kwa siku. Sasa jaribu kuangalia asubuhi, mchana na adhuhuri, hapa ni mara 3. Na kusifu Mungu mara 7. Jumla mara 10 kwa siku. Daudi yuko ndani ya uwepo wa Mungu. Muda ule tabadilisha muda. Mungu akasema hakuna mtu anayependeza moyo wake kama nani? Kama Daudi. Kwa sababu ya muda. Ameseti tu muda wa kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu mara 7 kwa siku, ameseti muda wa maombi. Anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Anaangalia uumbaji wa Mungu. Jinsi gani Mungu alivyoumba hii dunia. Jinsi jua linavyoangaza, mwezi, nyota, miti, milima, anamsifu Mungu. Ndege, anaangalia wanyama, watu, anaangalia vitu vinavyotembea, anamsifu Mungu. Sasa leo hii hata mtu kumwambia Mungu, kumsifu Mungu kwa ukuu unaoona, kwa vile kwa pumzi ambayo unapumua. Kumshukuru Mungu kwa pumzi, ukashukuru Mungu kuona siku mpya ya leo. Daudi anasema siku mpya, anafurahia siku mpya ambayo Mungu amefanya nini? Anafurahia ile siku. Lakini sisi Daudi anasema rehema za Mungu ni mpya kila siku. Asubuhi ni haibadiliki. Rehema za Mungu ni mpya kila siku, ni unchanging. Ina maana kila siku asubuhi kuna rehema za Mungu zinaachiliwa. Haibadiliki. Lakini sisi tunabaki kwenye kulalamika, kwenye kunungunika, kwenye kulaumu. Tunaacha kumshukuru Mungu, tunaacha kumsifu Mungu. Tunaacha kusema asante kwa ile pumzi ulionayo. Tunaacha kusema asante kwa afya ulionayo. Kumbuka sasa hivi mpaka sasa kuna watu wengi wamekufa na corona. Lakini kwa nini Mungu amekuacha wewe mpaka leo unaishi? Kwa nini usimwambie Mungu asante? Ukimwambia Mungu asante, anakuongezea muda wa kuishi. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie ni kitu gani utakachoweza kukifanya ambacho unajua kabisa kwamba hichi kitu hakitabadilika. Mimi agano ndio nilifanya cha kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Ni agano ambalo litaisha siku mimi nimeacha kupumua. Hata nikiwa kitandani nimekuwa mzee, nitakuwa nasema tu asante Yesu. Asante Mungu. Asante Yesu. Basi asante Roho Mtakatifu. Nitakuwa nasema nikiwa mzee sana. Lakini ni agano. Na ninapoendelea kumshukuru Mungu, tutafika mahali situmii saa. Nitakuwa nikisema asante Mungu ni saa dakika 60, dakika 59. Sio tunasema asante Mungu. Kwa sababu nataka hiyo saa itakuwa imeshaingia kwenye brain yangu, kwenye akili yangu. Kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho unakifanya kwa kurudia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi 10:17, imani huja kukusikia. Ni kitu gani unachofanya kwa kurudia ambacho unategemea kesho yake itakuwa na faida kwako. Kwa mfano leo vijana wengi sana wanakaa kwenye mitandao ya kijamii, wanachati, wanaongea vitu, wanaangalia mapicha, ameweka bando na smartphone nzuri. Angelitumia smartphone ile akanafuatilia kitu ambacho kitampa faida kesho. Anafuatilia masoko ya hisa, anafuatilia vitu vizuri kwenye mtandao. Baada ya mwaka mmoja anakuwa broker, anaanza kununua forex na kuuza forex. Ananunua stocks, ananunua future, ananunua option, ananunua crude oil. Simu ile internet ile anatumia tu sana moja kufuatilia masoko ya hisa Marekani, forex ni. Anafuatilia kwa sababu vile vitu vya kuangalia, sasa kusoma ni vya kuangalia. Fuatilia chart zile. Baada ya mwaka mmoja historia ya maisha yako inabadilika. Lakini unajiuliza leo tangia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi ni kitu gani umefanya? Unakuta hakuna kitu gani unachofanya ambacho unajua kesho kitakupa faida. Unakuta hakuna. Mimi ninapofundisha kila siku, sisi tunafundisha agano letu hapa ni miaka 10, tunamaliza 2022 bado mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo najua kabla nikimaliza miaka 10 kwenye agano langu kuna kitu kitafanyika, kitatokea. Kuna kitu kitatokea. Ninapoongea leo sio nilikuwa naongea siku ya kwanza, naanza kufundisha. Mabadiliko ni makubwa sana. Unaona kwamba nimeweka muda, siangalie majira, sikumbatie majira, kwa sababu ndani ya muda miaka 10 kuna majira ndani yake. Kuna mabonde na nini na milima, kuna mahali panakuwa pagumu, kuna mahali unataka kukata tamaa, unaangalia muda. Ningesema miaka 10.
Wakati nimeenda barabarani nikasema nataka nihubiri barabarani miaka 3 masaa 8 kwa siku, kuna sana choka nashindwa kwenda barabarani. Na naangalia muda. Nisema miaka 3. Ikipoonekana leo kwenye vile video vyote ninavyofundisha nikosa. Alafu najiuliza nikaa nyumbani nafanya nini? Nikishaangalia muda natoka nje. Naenda barabarani. Chochote utakachokipa muda utakifanya. Kwa sababu ninachoangalia ni muda, sio majira, sio changamoto. Kwa sababu kwenye majira kuna changamoto, kuna mambo mengi yatatokea mengi. Vitu vingi, kuna ukatio tamaa, kuna serikali, kuna kibali, kuna mahali unafika unakuta watu wa imani tofauti wanakufukuza, wanakuambia usitaki kusubiri hapa, wanakufukuza. Lakini yani ni majira. Ile ni majira. Watu wanakufukuza na vitu mahali na ubao, nataka kufundisha, wanaambia tukuruhusu hapa, sitaki kufundisha hapa. Sitaki imani yako hapa. Unakunja ubao wako, unaondoka. Mmoja anakuruhusu weka ubao, wengine wanakataa usiweke ubao. Yale ni majira. Majira na mabonde na nini? Na milima. Siku umekosa hela hakuna, gari ina mafuta, hayo nini? Ni majira. Siku umekutana na changamoto, watu wamekukamata, polisi wamekukamata, umezidisha muda wa kuhubiri barabarani, hayo nini? Majira. Siku umeenda lock up, hayo majira. You need that experience. Hiyo experience unahitaji. Utajuaje polisi atakamata kama hujawahi kukamatwa na polisi? Huwezi kujua nyeusi kama hujawahi kuona nyeupe. Kama kila siku unaona nyeupe utajua nyeusi. Lazima uone. Hivi vitu lazima uone, lazima experience. Na Mungu anatembea na watu ambao wamesha experience. Mungu anabariki watu ambao wamesha experience. Sababu anajua huyu hichi kitu anakijua sio vizuri, hata rudia. Mungu anakubariki. Kuna Mjerumani Mwingereza mmoja aliandika kwenye kitabu chake akasema, usiajiri mtu ambaye hajawahi kufanya makosa makubwa utakuja kufanyia kwenye kazi yako. Yaani ile statement, yaani asa makosa, biggest mistake. Sio makosa madogo. Usiajiri au kumpromote, kumpandisha mtu cheo. Mtu hajawahi kufanya nini? Makosa makubwa. Unampeleka wapi mtu kama huyo? Mtu atakuja kufanyia makosa kwako. Bwana kila Mungu alimpromote Daudi kwa sababu gani? Kuna makosa ambayo Daudi hajawahi kufanya. Daudi amefanya vitu vingi sana. Mungu akasema huyu hatarudia tena, na promote. Huyu ameshafanya vitu vikubwa sana. Vibaya. Mungu akampromote. Leo unaenda kumchukua mtu unasema ni mtu mzuri, ni mlokole. Anakuja kufanyia makosa kwako. Anaua kampuni yako. Kwa sababu watu wengi waajiri wanakuwa. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie namna gani unaweza kufanya kitu ambacho akibadilika. Hebu tuangalie Danieli 6. Danieli 6 mstari wa 10, neno la Mungu linasema nini? Danieli 6:10. Danieli sura ya 6 mstari wa 10, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutimiwa, yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali akashukuru mbele za Mungu wake, kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Kama ilivyokuwa akifanya tokea unchanged time. Anapiga magoti mara 3 kwa siku. Shukuru Mungu anakuongea kwenye maombi. Sasa Mungu anaangalia watu kama mara 3 kwa siku. Danieli anapiga magoti akimshukuru Mungu. Sasa hebu jiulize, wewe ni kitu gani ambacho unachokifanya kinachomhusu Mungu, ambacho umekiwekea agano, umeweka nadhiri kwamba kitu hiki nitakifanya kila baada ya muda fulani nitafanya kitu. Mungu anaangalia watu ambao wameweka agano. Kama kuishi hapa duniani bila nadhiri, bila agano, ni kuishi kama mbuzi. Mbuzi ndio hana agano. Anafanya agano. Mbuzi shida ikitokea na chinjwa au anauzwa. Lakini mwanadamu lazima awe na agano na Mungu kwamba ni kitu gani ambacho anafanya. Hebu tuangalie Ayubu 31. Ayubu 31 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema nini? Ayubu 31, angalia Ayubu anafanya agano hapa. Ayubu anasema nilifanya agano na macho yangu, basi nawezaje kumwangalia msichana? Daudi, Ayubu alikuwa ni tajiri. Ukiwa na tajiri una upako wa kuvuta watu na vitu. Unavuta wanawake, unavuta kila kitu. Alifanya agano na macho yake asiangalie nini? Wasichana.
Sasa hebu niulize, una mikono, una miguu na nini, kila kitu. Kuna kitu chochote umeshafanya agano na kiungo chochote kwenye mwili wako, kwamba hii miguu yangu itakanyaga ba, hii miguu yangu itakanyaga kwenye sehemu za kubeti, hii miguu yangu itakanyaga vijiweni, hii miguu yangu itafanya, hii mikono yangu haitaiba kitu cha mtu, hii mikono yangu haitashika wanawake. Mwanamke mtakia mshika wa mwisho ni mke wangu. Umeshafanya maagano kama unakuta hapa magano? Umeshafanya maagano na macho yako? Sitaangalia picha za ngono kwenye mtandao, sitasikiliza nyimbo ambazo hazinihusu. Agano na masikio yako. Unakuta sitaongea uongo, kufanya agano na kinywa chako. Sasa kama unaishi bila agano, ni ngumu. Ni ngumu. Kwa vitu kutokea ni ngumu. Sababu Mungu anabariki watu wenye maagano. Watu waliofanya agano, watu waliofanya agano, Mungu anawabariki. Mungu anabariki mtu ambaye ana agano. Hata kaagano kadogo tu, kwamba kuna kitu fulani tu ambacho unasema sitafanya hicho kitu, unakuta una agano lolote, Mungu kubariki mtu ni ngumu. Hebu tuangalie Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari wa 5, tutaruka twenda 14 twenda 15. Zaburi ya 50 mstari wa 5, tutaruka twenda 14 twenda 15. Neno la Mungu linasema, nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mstari wa 14, tolee Mungu dhabihu ya kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri yako. Mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Ukaniite siku ya mateso, kwa sababu kuna agano. Kuna agano ambalo tumefanya na Mungu. Ukaniite siku ya mateso. Sasa leo hii ni siku ya mateso, utamhitaji Mungu. Anakuambia utaniita na sitaitikia, utanitafuta na utaniona. Kwa sababu huna agano na Mungu. Una chochote unachofanya ukasema hichi nakifanya kwa sababu ya Mungu. Sitakanyaga maeneo fulani kwa sababu ya Mungu, sitafanya kitu fulani kwa sababu ya Mungu, sio kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya Mungu. Unasema au kama vile unaishi na babako na mamako, unasema sitafanya hichi kitu kwa sababu ya babangu. Babangu ana mfano watoto wa marais, watoto wa wachungaji wakubwa duniani, watoto wa watu maarufu, anasema sitafanya kitu hicho kwa sababu ya nini? Ya babangu. Jina la babangu ni kubwa. Ina maana nikifanya hichi kitu kitakuwa vyombo vyetu vya nini? Ya habari. Kwamba unafanya agano, kwamba sitakukasirisha babangu, sitakukasirisha mamangu, sitakukasirisha jamii, ndugu zangu, kakaangu, dada yangu. Unafanya agano, unafanya agano na stop that. Tofauti na hapo, maisha yanazidi kuwa magumu. Maisha yanazidi kuwa magumu. Kwamba lazima uangalie ni kitu gani unachokifanya. Ukiangalia wanafunzi wa Yesu, walimwambia Bwana, tufundishe kusali, tufundishe namna ya kusali. Yesu akamwambia sala ni ya Baba yetu aliye mbinguni. Mathayo sura ya 6, Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13. Akamwambia salini. Ile sala haijawahi kubadilika mpaka leo. Miaka 2000 imeshapita. Tuko pamoja. Sasa angalia ni mkiwa mnasali salini hivi, semeni Baba yetu aliye mbinguni. Haijawahi kubadilika. Haijawahi kubadilika. Asa jiulize wewe ni kitu gani unachokifanya ambacho unakirudia kila siku, tofauti na kulala ambao uache kulala, kula utakula kila siku. Kuna vitu ambavyo ni vitu vya kupumua na kupumua kila siku, Mungu anakuwezesha kupumua. Kitu gani ambacho kina maarifa ndani yake ambacho unakifanya kila siku ambacho kitasongesha ufalme wa Mungu mbele? Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze kutafuta kitu ambacho utakifanya. Watu wote wanaopata tunzo la Umoja wa Mataifa, Nobel Prize, watu wote wanaopata Nobel tunzo la Umoja wa Mataifa, hawa ni watu wanafanya kitu kimoja kwa muda mrefu. Kweli uongo? Ndio maana Nobel Prize unapewa kama umefanya. Ukiangalia mama alikuwa anatunza mazingira Kenya, alipewa Nobel Prize kwa sababu ya kutunza nini? Alikuwa anatunza mazingira, atafanya kitu kingine chochote. Yesu alikuja hapa kwa biashara moja, biashara ya dhambi. Yesu alikuja hapa kwa biashara nyingine. Yesu hajawahi kutunza mazingira. Tuko pamoja? Kazi ya mazingira ilikuwa ni nani? Ya Adam. Adam ndiye alikuwa kutunza mazingira. Adam hajawahi kuhubiri injili. Hajawahi kuhubiri injili. Tuko pamoja? Sasa leo unakuja na unatafuta kitu kimoja kitakachokupa Nobel Prize. Kwa sababu mimi nafundisha swala muda. Ndio eneo langu. Bwana, nifundishe muda mpaka nipewe tunzo. Sasa tunzo linatokea mara mbili. Kuna tunzo la kidunia na tunzo la Mungu. Tunzo la Mungu ni kubwa kuliko la nini? La kidunia. Kwamba ina maana kwamba mimi nategemea nipate Nobel Prize yangu kutoka mbinguni. Mungu anakunyanyua. Kwa sababu unaongea swala muda. Na utaona jinsi unavyoongea swala muda, Mungu anakupa mafunuo mapya kila siku kuhusu muda.
anakupa maneno mapya kuhusu muda. Unajua unaenda kwenye Nobel Prize, siku dunia inatafuta mtu mmoja tu atakayekuwa anaweza kuongea swala la muda, wanakutafuta wewe. Nakumbuka tukiwa kanisa tulikuwa tunaabudu, kuna mzee mmoja alikuwa kama miaka 58 alisimama wakati mimi nafundisha muda, kwa sababu tulikuwa tunafundisha jinsi gani ya kuweza kujaza masaa 24. Yule mzee akasimama akasema, mwalimu, nimekufuatilia tangia barabarani, nimekuja hapa kanisani kwamba unaofundisha muda. Kuna profesa mmoja Marekani alikuwa anazunguka dunia, alikuwa anafundisha swala muda, anaalikwa gari, tulipelekwa na serikali sisi kuingia kwenye ile semina ambayo inalipwa kwa gari, lakini walikuwa wanafundisha jinsi gani unaweza kutumia muda masaa 11. Masaa 11 ni masaa yako kwenye diary na masaa ngapi? 11. Hayo masaa mengine 10 na ngapi? 13. Hawakuambiwa tafanya nini. Na Mungu alikuwa masaa 24. Kwa lazima uangalie huyu mtu alikuwa anafundisha swala la muda, tunazunguka dunia nzima anafundisha swala nini? La muda. Na ndio Mungu atakaponinyanyua mimi, nitazunguka dunia nzima nafundisha swala la muda. Kwa sababu muda ni kitu ambacho kila siku unapewa. Unapewa masaa 24 mapya, unatumiaga unafanyia nini? Kwa sababu leo hii tofauti ya asienacho na alichonacho ni muda utumikaji. Tofauti ya tajiri na maskini, muda utumikaji. Tajiri ana masaa 24 na ana masaa 24. Kwa nini huyu anafanya vizuri, huyu afanye vizuri? Ni muda utumiaji. Kwa sababu huyu maskini anataka vitu vitokee saa hiyo hiyo. Huyu mwingine anataka vitu vitokee baada ya muda mrefu. Yaani swala ni kwamba tajiri anawekeza muda, anawekeza kwa muda mrefu. Maskini anawekeza kwa muda mfupi. Maskini anaangalia tumbo lake. Maskini anaangalia ule uhitaji wake, kwa sababu anaona ana chakula, ana nguo nzuri, ana gari, ana nyumba. Ndio kitu anachoangalia. Sasa ukiangalia vile vitu, unapoteza mantiki nzima ya maisha. So maisha hayaangalii kwamba una gari au una nini. Maisha yanaangalia hivyo vitu. Tuko pamoja? Maisha yanaangalia unatumiaje muda wako. Kwa sababu muda ukiondoka na maisha yafanya nini? Umeondoka, na maisha yakiondoka na muda umeondoka. Muda wa maisha yanaangalia magari, yanaangalia nyumba. Maisha yanaangalia muda. Yanaangalia muda, unatumiaje muda wako. Sasa watu wengi wamekosea kwenye eneo la muda. Wenyewe wanaangalia vitu, wanaangalia sina kazi, sina pesa, sina hichi, sijasoma, sijui Kiingereza. Maisha yaangalia hiyo brother. Maisha yaangalia. Leo angalia, nikupe mfano mzuri tu. Maisha yaangalia kwamba unajua Kiingereza, hujui Kiingereza, umesoma hujasoma. Kuna Wachina wako Dar es Salaam, hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza. Kweli uongo? Hawafanyi biashara. Wanafanya. Mchina akijua kwa hesabu 0 mpaka 9, biashara kalkuleta na kalamu, maisha yanasonga mbele. Maisha yaangalia kama unajua Kiingereza. Maisha yanaangalia unatumiaje muda wako. Mchina akija Tanzania halali, anatumia muda. Kiingereza, Kiswahili utakuja kujijulia Tanzania, na Kiingereza ukijulia wapi? Tanzania. Sasa na kuangalia Kiingereza sio kwa Marekani, sio China, sio kwa China. Kichina utakuta wapi? China sio mali ya Tanzania. Tanzania utakuwa Kiswahili. Ukitaka pesa utaikuta kule unakoenda. Mungu alimwambia Abraham, ondoka nyumbani kwa baba yako. Akamwambia sina nauli. Akamwambia nauli utakuta unakoenda. Sina, sasa utaikuta wapi? Kule unakoenda Misri. Kaenda kule Misri akakutana na utajiri mkubwa. Na kwa mfano unatafuta Tanzania pia inapatikana Mererani. Huwezi kupata Tanzania, unaweza kuchimba hapo kupata Tanzania. Nenda kachimba wapi? Pata kule zilipo. Nenda Mererani. Ndio Tanzania jiko. Taka almasi, nenda Shinyanga kwa Mwadui. Pata kule mahali kile kitu kilipo. Pata huko. Sasa umekaa hapa Arusha, afu unataka kuwa mtu fulani. Au unataka uwe. Pata kule kuliko. Unataka unakaa hapa Arusha, chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa Kikoda. Pata kule kilipo. Sio wewe uapishe ukija. No. Hizi kuja kwa sababu mtu mmoja ndugu yako. Chuo kinakuja kwa sababu mtu mmoja, sio rahisi. Kwamba lazima upate kule kilipo. Kwa hiyo lazima ujitahidi ufanye kitu ambacho kimoja ambacho kitabadilika. Majira yanabadilika, lakini muda ubadilike. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: majira yanabadilika, lakini muda ubadilike. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, huyu ni Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima niliyabatilisha mambo ya kitoto.
Akati yule mtoto mchanga alifikiri kama nini? Mtoto mchanga. Alifahamu kama mtoto mchanga, alisema kama mtoto mchanga. Alipokuwa mtu mzima, alibadilisha mambo ya dikoni. Alibadilisha. Muda ni majira. Kuwa mtoto ni majira. Kuwa kijana ni majira. Kuwa mzee nini? Ni majira. Yanapita. Usikumbatie majira. Kama leo kiatu ambacho ulikuwa unavaa ukiwa na miaka 5, unaweza kuvaa tena. Haya ni majira, yameshapita. Sasa watu wengi wanakumbatia majira. Ukikumbatia majira, lazima uteseke tu, Wewe unajua ulikuwa kuna kipindi cha neema kilikutokea ukapata hela. Ile hela ikaisha. Nenda na kipindi kinachofuatia. Ukiamua kula dagaa. Usiangalie tu ulikuwa unakula pilau mbuzi tu. Kwamba sasa hivi pilau mbuzi haipo itakuwaje. Ukuzaliwa na pilau mbuzi na ukuzaliwa na dagaa. Kula kile kilichopo. Mpaka maisha yabadilike tena. Kwa sababu akili iliyokupa zile pesa haijaondoka, ni pesa imeondoka. Na maana ukirudi pale ulipotoka, ulipoanzia, unapata hela nyingine. Na urudi pale ulipoanzia. Kwa sababu akili iliyokupa ile pesa haijaondoka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Akili ile kuleta hapa. Ulipata shida siku ya kwanza. Kweli uongo. Akili ile kuleta hapa. Itaondoka tena? Haiwezi kuondoka. Ni kama ujuzi. Ukishajifunza kuendesha baskeli ukiwa mtoto, mpaka ukiwa mzee utaendesha nini? Utaendesha baskeli. Ujuzi bado upo. Sio kwamba baskeli kibiwa na ujuzi fani umeondoka. Baskeli kibiwa na ujuzi umeondoka. Hapana. Baskeli kibiwa kileta nyingine unapanda na kukimbia. Ni kama gari. Gari inaangalia kama kuna ni mwanamke, ni mwanaume, ni mtoto, ni mzee. Gari ukiweka gia linafanya nini? Naondoka. Ujuzi bado uko pale. Sasa ni kitu gani unachokifanya ambacho kinamhusu Mungu? Unaangalia vitu vingi sana vya kidunia umejifunza mwenyewe. Vya kidunia vingi sana umejifunza na hakuna hata mtu anakufundisha. Hakuna mtu anafundisha ngono na baba yake na mama yake. Umejifunza mwenyewe. Kwa hiyo sasa cha Mungu ni kitu ambacho unajifunza. Cha Mungu ni kitu ambacho unajifunza. Ambacho unafundishwa na babako na mamako. Cha Mungu sasa. Unasema hiki ni cha Mungu, mimi nataka nifanye. Ukifika kwenye hicho kiwango, kama Daudi alisema kwamba asubuhi, jioni na adhuhuri nitaingia kwenye maombi, nitamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Sasa hicho ni cha Mungu sasa. Tumejifunza vitu vingi vya kidunia na tumevimasta. Hebu tuangalie Danieli 9 mstari wa 2. Danieli 9:2. Nataka tu ujipange na muda wako, utengeneze ratiba isiyobadilika. Danieli 9 mstari wa 2, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Sasa jaribu kuangalia. Mungu aliwaambia wana wa Israeli walipelekwa utumwani. Wataenda utumwani kwa miaka 70. Muda ambao Mungu ameshasema ni huo, utabadilika. Sasa wana wa Israeli walikuwa hawajui kwamba muda umeisha. Sasa Danieli kwa kusoma vitabu akakutana na andiko linasema nabii Yeremia alisema kwamba kukaa utumwani Babylon miaka 70. Tumeshamaliza miaka mingapi? 70. Kuna watu wako utumwani mpaka leo. Aligundua kwamba muda umeisha. Kuna watu ni maskini mpaka leo. Kumbe muda wa maskini ulishaisha. Yaani majira yalishaisha. Hili majira ni ya muda mfupi. Ile miaka 70 ilishaisha. Yaani majira yalishaisha, ilikuwa nataka jamaa waondoke warudi wapi? Nyumbani. Wakaongeza muda. Bora hekima, jipatie hekima. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Methali sura 4 mstari wa 7. Methali 4:7. Bora hekima, jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Wala tulikuwa wajui kwamba majira ya kukaa utumwani yameisha. Sasa leo hii mimi ninapoongea na wewe leo, nataka nikwambie tu majira ya ile eneo ambalo unapitia yameisha. Majira ya maskini yameisha. Majira ya ujinga yameisha. Sasa ni wewe kuondoka kule, kuanza kurudi wapi? Nyumbani. Hata mwana mpotevu baada ya kukaa na kula na nguruwe, majira yanafanya nini? Yalipoisha akasema babangu ni tajiri. Hata tu nikawa mfanyakazi wa nani? Babangu. Hii mambo kula na nguruwe imeisha. Majira yameisha. Unajua majira yakiisha ni kama mwanamke akiwa ni mjamzito. Majira yale mtoto kaa tumboni yakiisha, mtoto anafanya nini? Anatoka. Ule mtoto majira kukaa kubebwa kila saa tumboni, anakula bure tu, alia afanye chochote.
Majira shaisha tu, anaambiwa toka nenda kujitegemea mwenyewe. Kujitegemea mwenyewe. Nenda kaone jua na wewe, kaone mwezi, kaone nyota. Majira shaisha tu lazima utatoka. Yule mwana mpotevu alijua majira yameisha, akaondoka, akarudi nyumbani. Kwa lazima kila kitu unachokifanya, hebu jaribu kugundua majira yake yameisha. Mimi ninachoamini mpaka kwenye ndoa majira yameisha. Majira yanaisha mpaka kwenye ndoa. Kwa sababu Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kufanya nini? Lakini alichokiunganisha mchungaji au baba yako na mama yako kinatenganishwa. Kinapigwa chini. Hiyo ni mchungaji amekwambia huyu binti hapa. Ni baba yako amekwambia huyu mwanamke binti hapa. Familia ni nzuri. Ni baba yako amekuunganishia, na mama yako amekuunganishia. Majira yakiisha ndio inavunjika. Lakini alichokiunganisha Mungu majira yaisha ni permanent. Cha kudumu, kifo ndio kitafanya nini? Kitawatenganisha. Sio kitu kingine chochote. Kwamba lazima ukae chini uangalie kwamba ukiona kuna kitu unafanya kama sasa hivi hii majira ya corona, kuna biashara nyingi sana zimefungwa. Marekani, Tanzania na nchi nyingine nyingi. Ina maana majira zile biashara yameisha. Corona ilikuja kwa sababu kufunga zile biashara. Corona imekuja. Sasa hivi Marekani wanaandamana kwa mtu mweusi ameuliwa, fujo wanachoma manyumba, maviwanda. Majira kile kwenda zifariki yameisha. Hamna haja kulalamika, mshukuru Mungu katika kila jambo. Mshukuru Mungu katika kila jambo. Sasa watu wengi majira yakiisha wanataka kukumbatia nini? Majira. Kukumbatia majira unakufa. Kukumbatia majira afanye nini? Unakufa. Labda unakaa na mke anakutesa au ni mume anakutesa, ameondoka. Ni majira afanye nini? Lakini wanataka kuzidi ukae naye. Akikuua utafanya nini? Ukilazimisha tu itakosti maisha yako. Kwa sababu unashukuru katika kila jambo. Unajua kuna watu ambao kwenye familia mpaka wafe ndio watoto wafanikiwe. Kuna wazazi mpaka wafe ndio watoto wafanikiwe. Kwa nini? Kuna mzazi alikuwa amelaani watoto. Anasema mtapata hela labda mimi. Mzazi anasema mtoto atajengaje nyumba nzuri kuliko mimi. Mzazi anasema mtoto atakuwaje na hela nyingi kuliko mimi, na wakati hana hela. Yeye ana buku tu. Kwa maana utapata shilingi ngapi? Utapata 200. Kama yeye ana buku ana shilingi 1000. Anasema mtoto wetu kuzidi na pesa. Ina maana mtoto atapata shilingi ngapi? Shilingi 200 mtoto atapata. Kwa hiyo lazima kuna vitu ambavyo lazima watu waondoke. Ndio pale. Lazima majira yao yafanye yaishi. Kwa hiyo lazima ukiona tena mzazi kama anaongea vitu kama hivyo, unamwombea Mungu tu majira yake yaishe haraka. Aende akajenge mji mtakatifu. Kwa sababu Yesu anasema nimeenda kuwashikia makao. Yesu ni mtoto wa mjini, ndio Yesu akabidi zege. Tuko pamoja. Anasubiri wengine waje wabebe nini? Yeye amekaa kiti cha enzi, amekaa pembeni ya Mungu hapo. Hawezi kubeba zege. Kazi yake alishamaliza. Kwa hiyo sasa alibeba zege akiwa duniani. Unajua kuhubiri kubeba zege, alifanya hivyo akiwa duniani, lakini sasa hivi niko sehemu salama. Kwa hiyo lazima uangalie majira yakishaisha tu, usilazimishe, usikumbatie majira. Nataka nikwambie chochote ambacho kimekutokea kwenye maisha yako, ni kizuri ni kibaya, kimeondoka, usikitafute. Umeelewa? Kwa sababu majira yake yafanya nini? Yameisha. Ina maana kila majira yakiisha, majira yanafungua majira mengine. Hautaishi bila nini? Majira. Ni kama mwanadamu hawezi kuishi bila roho. Hata roho ya Mungu ilipoondoka kwa Sauli, kuna roho chafu ya Mungu ilifanya nini? Ilimuingia Sauli. Ina maana kwamba mwanadamu hawezi kuishi, ni kama gari. Gari haliwezi kukaa bila nini? Engine. Ukitoa engine ukiweka engine nyingine linaondoka. Nakumbuka kuna mzungu mmoja alikuwa na kampuni ya tours, kwa sababu madereva wanakimbia sana na magari. Land Rover zake zote alitoa akafunga engine ya Massey Ferguson, engine ya tractor, ili zisikimbie. Tuko pamoja? Ina maana gari imetoa engine ya Land Rover akafunga ya nini? Ya tractor, ili zisikimbie. Na bado gari inafanya nini? Inatembea. Gari zukaa bila engine. Kwa lazima ujue kwamba majira hasiwezi kuishi bila majira. Majira yake yakiondoka yanakuja mengine. Inabidi ukumbatie mengine yamekuja na baraka zake. Kila majira yanakuja na nini? Na baraka zake. Kila majira yanakuja na baraka zake. Kwamba usikae tu kukumbatia ile zamani. Kumbe ile zamani ilikuwa ni unachokipata kwenye ile majira ni kidogo. Kumbe majira yamekuja na nini? Na kitu kingine kikubwa zaidi. Kwa hiyo tuangalie kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11.
bado dakika chache tumalize. Mhubiri 9:11 neno la Mungu linasema, nataka kipengele cha mwisho kabisa tunachokitafuta. Kinasema Mhubiri 9:11, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata watu wote. Wakati na nini? Majira na bahati hupata watu wote. Majira na bahati hupata kila mtu. Majira kila mtu anapata. Kila mmoja. Sasa hivi mimi nilikuwa na majira yangu napitia. Sasa hivi nimeingia kwenye majira mengine namtumikia Mungu. Nilikuwa natumikia pesa, nilikuwa natumikia mali kwa duniani. Sasa hivi namtumikia Mungu. Majira ya kutumikia pesa yalishaisha. Haya ni majira nini? Yakisha ya pesa yatafunga Mungu. Yatafunga mlango mwingine. Kwamba majira, wakati na bahati zinampata kila mtu. Kila mtu. Kwamba sio swala la kusema kwamba ni kwa nini mimi niko kama jinsi nilivyo. Ni majira. Sasa watu wengi sana wanachokosea, wanashindwa kutafsiri majira. Kwa sababu Biblia inasema Mungu haziakizi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachovuna. Ina maana kwamba haya majira leo kuna kitu unavuna. Mimi najua kabisa kwamba mimi sina haja kumlaumu mtu yote kwenye maisha yangu. Najua kuna mbegu nilipanda mimi ninavuna. Kwa hiyo wakati wa kuvuna, usitafute watu wakusaidia kuvuna. Usitafute watu wakusaidia kuvuna. Wakati ulipanda mwenyewe uvuna mwenyewe. Ni kwa nini tunasema usitafute watu wakusaidia kuvuna? Ukitafuta watu wakukuonea huruma, ina maana utafuta watu wakusaidia nini? Kuvuna shamba lako. Yaani unamweleza mtu changamoto ulizopitia, matatizo ulizopitia, akuonea huruma. No. Tafuta watu watakae kuonea wivu. Vuna mwenyewe. Paka watu wakuonea wivu wasema jamaa anafanya kazi sana. Huyu jamaa anafanya kazi. Vuna mwenyewe. Mimi niamua kuvuna mwenyewe. Kutafuta mtu anayeonea huruma. Nilipogundua tu hata ukimweleza mtu changamoto yako, ukimweleza mtu siri yako, ukimweleza mtu mahali ulipopitia, hakuna mtu anaweza kusaidia. Anakuonea nini? Huruma. Nikasema sasa hivi natafuta watu watakaoonea wivu. Sio kuonea huruma. Leo na uvivu. Kwa sababu ukitafuta huruma za watu azikujengi. Chana nazo kabisa. Tafuta watu watakao kuona wivu. Fanya kazi. Majira yamekuja mapya, fanya kazi. Fanya kazi. Toa vitu vinabadilika. Tofauti na hapo, kulalamika na kunungunika kutaongezeka, na jinsi kulalamika na kunungunika kutaongezeka ndio maisha yanazidi kuwa mabaya. Usikubali kabisa kwamba wanadamu wana majira yao na nature asili na majira yake. Kila kitu kina majira yake. Usikumbatie majira yote. Uko na pesa leo, pesa imeisha, badilisha gia. Nenda na majira mengine mapya. Usiogope watu watakusemaje, watakuonaje. Umeamua kuchoma mahindi barabarani, choma mahindi. Umeamua kuweka vitu barabarani, kufanya biashara machinga, nenda fanya kile kitu ambacho majira inakuhusu. Unajua sisi tuna trade kwenye masoko ya hisa. Kuna lugha inasema go with the flow. Yaani kama upepo unakuja hivi, wewe nenda upepo unakoenda. Go with the what? With the flow. Ukienda kinyume na ule upepo unakufa. Go with the flow. Sasa leo hii unataka una kinyume na hali halisi ambapo wewe ulikuwa na hela kweli, una njia nyingine kupata hela. Okay, sasa hivi njia nyingine kupata hela, narudi pale nilipoanzia. Ni kama mtu amepotea. Tafuta njia, amepotea. Unabidi urudi njia panda. Uanze tena nini? Upya, rudi njia panda. Unajua kabisa mali nikopotelea ni hapa. Hizi njia ndo zinagawanyikia hapa. Kama ina maana narudi hapa, afu nauliza kwa. Niulize wapi? Rudi njia panda. Rudi njia kuu. Umeshapotea. Kwa mfano ulikuwa kwenye barabara ya lami, alafu umeingia kwenye barabara ya rafu. Umeshaingia porini mbali. Unabidi urudi kwenye barabara ya lami ndio uanze tena upya. Tafuta kijiji kilichoko karibu, uulize. Kituo cha mafuta kilichoko karibu. Uliza mimi naenda sasa. Unapewa direction. Lakini sasa uko ndani ya msitu na umepotea na unazidi kuingia ndani. Rudi pale ulikotokea. Sasa watu wengi kuambia rudi ulikotokea hataka kumaliza mbele kwa mbele. Ni kama mtu anataka kwenda na manga, anatumia barabara anatumia boda ya Tanga. Yuko Arusha.
anatumia boda ya Tanga kwenda Nairobi. Yaani ina maana aende Tanga apite Orohora aende Mombasa ndio aende wapi? Hiyo safari ni ndefu ndugu yangu, hiyo safari ndefu. Kumbe kuna njia fupi hapa, natoka hapa ningia na Manga Nairobi. Very shortcut. Tena ni siku moja tu, utatumia muda mrefu sana. Sasa watu wengi wameshapotea, lakini kurudi njia kuu hawataki. Kurudi njia kuu ni kumfuata Yesu ndugu yangu. Kurudi njia kuu ni kufuata neno la Mungu linasema nini kuhusu maisha yako. Kwa sababu menyu yako ni neno la Mungu. Menyu yako neno la Mungu. Bado dakika 4 tumalize. Menyu kama vile kitabu, kama vile simu inavyotengenezwa, inakuja na kitabu. Mwanadamu alipotengenezwa amekuja na Biblia. Kwamba ukisoma Biblia inakuguide, inakuongoza unakoenda. Tofauti na hapo kung'ang'ana kunaendelea. Nataka tu nikwambie usikumbatie nini? Majira. Majira ni manyoya, kamata kuku. Muda ni kuku. Unamfukuza kuku, kamata manyoya, anakuachia manyoya, kuku anakimbia. Unafukuza mwinzi, umeshika nguo, anakuachia nguo, anakimbia. Kama kamata kuku, acha kukamata manyoya. Acha kukumbatia majira. Acha kukumbatia majira. Majira kila mtu anayo. Kila mtu ana mapito yake. Kila mtu ana story yake. Kila mtu ana story yake. Na hakuna wimbo bila story. Hakuna wimbo bila story. Lazima kuwe na story ndio kuwe na wimbo. Leo hii watu wanaweza kumuongelea mtu fulani ni tajiri, ana wimbo, ana nini? Ana story. Leo anamuimba ni tajiri, lakini ana story ile jamaa. Mpaka hapo alipofika. Ukiulizia mtu yote ambaye amefanikiwa, ulizie story yake. Ndio utajua kwamba huyu jamaa ana story kwa sababu kuna wimbo sasa hivi watu wanaimba kwamba jamaa ni nani? Ni tajiri, ana story. There is a story behind. Sasa wewe umeshatengeneza story, umeshatengeneza shuhuda. Lazima utengeneze shuhuda kwanza ndio ufanikiwe. Sasa hauna shuhuda. Na shuhuda yako ikiwa jinsi shuhuda yako ilivyo kubwa, ndivyo jinsi utakapofanikiwa. Jinsi shuhuda ilivyo kubwa ndivyo jinsi hatima yako ilivyo kubwa. Kubwa. Sasa unakuta una kashuhuda kadogo tu. Unje kupata shida yote. Alafu unataka kusema unataka Mungu akupe. Shetani atakupa. Lakini Mungu ampe. Unaona wa Marekani, ukiwa unafanya michezo yote Marekani, mpaka ukaribie kufa ndio unakupa tuzo. Si kama umeshawahi kustadi. Michezo yao ni hatari sana. Mpaka ukaribie kufa nini? Kufa ndio unapewa tuzo. Kwa Mungu ni hivyo. Mpaka ukaribie kufa. Kwani Yesu alisema nini? Ikiwezekana anataka kukuepa kifo. Ikiwezekana kometi kifani. Kinepuka. Sababu kwa Mungu huwezi kupata tuzo kama hujakaribia kufa. Anakuambia ukitaka kuiokoa nafsi yako utajiangamiza mwenyewe. Kweli Mungu. Lakini ukiachilia kabisa utakula mema ya nchi. Ukitaka kuikomboa nafsi yako utaiangamiza. Sasa lazima uangalie kwamba usijaribu kuikomboa nafsi yako, uwe tayari kwenda kumtumikia Mungu. Kukomboa nafsi yako ni kwa unaona aibu. Unaona nini? Ukiambia kuhubiri injili unaona aibu, unakomboa nafsi yako. Ukiambia kutembea na Biblia mchana unaona aibu, unakomboa nini? Nafsi yako. Ukiambia nenda kwa watoto yatima, ukasaidia kufua, kupika, kufanya usafi unaona aibu. Ukiambia nenda kutunza mazingira unaona nini? Aibu. Unajaribu kukomboa nini? Nafsi yako. Uiangamize. Ukubali kuiangamiza, utaipata tena. Sasa Yesu anasema ukiangamiza utaipata tena. Lakini ukitaka kuiokoa unaharibu kila kitu. Unaharibu kila kitu. Sababu utakuwa unaona aibu kufanya kila kitu. Unaona aibu. Ukiambia kafanya biashara machinga, unaona aibu. Na kama unaona aibu Arusha, ondoka Arusha. Sisi tunashauri. Umekaa mahali pamoja muda mrefu, miaka 10, hujafanya kitu cha maana. Ondoka. Ondoka leo. Acha kukumbatia Arusha. Acha kukumbatia Dar. Nenda sehemu nyingine, kuna mahali ambako Mungu alishakupangia. Ukienda katika ile eneo utafanya vizuri. Sasa pale ambako umepazoea unaona aibu kwa sababu watu wanakujua. Hata Abraham, kazi ambayo Mungu alikuwa anataka Abraham afanye, angemwambia afanyie pale kwa babake, asingefanya sababu kila mtu anamjua. Ukitaka upate nguvu mpya, nenda eneo jipya. Ukitaka upate imani mpya, nenda kwenye eneo mahali ambako hakuna mtu yote anayekujua. Imani na boost. Imani kiboost vitu vinaanza kutokea. Kwa sababu ukienda kwenye eneo jipya, utakayemtegemea pale ni Mungu. Utategemea babako, mamako, au ndugu yako pale. Hapa ni Mungu. Nenda nchi yote duniani bila visa, bila passport, wewe ingia tu. Pate shida kidogo, ukweke gerezani, ukweke hapo, ukweke kumbe unasoma ramani. Unajua, jiandae kwa sababu ya kuteseka ili uwe na furaha ya muda mrefu. Sasa watu wengi wanajiandaa kuteseka. Ni kama mfano mtu anapelekwa lock up. Alafu sasa watu wanatafuta nini? Watu wanakwenda kumwekea mzamana. Hivi unajua kwa nini Mungu ameruhusu uende lock up? Kwa nini Mungu ameruhusu? Kuna mtu Mungu anataka kukutana naye kule ndani. Alafu ndugu zako wanaenda kuwekea mzamana na kutoa saa hiyo. Umejifunza nini? Umeenda kusalimia lock up na kutoka.
Ukipeleka kula kabukao kwa wiki nzima, ukipeleka kwa magereza kata mwaka mzima, jifunze maamuzi Mungu umenileta kuja kujifunza nini? Unagundua kuna kitu umejifunza kikubwa ambacho ungekuwa raia usingejifunza. Mandela aliuliza, umejifunza nini? Kukaa gerezani miaka 27. Mandela alisema fursa tunayokosa tukiwa raia ni kukaa chini na kufikiri. Tukiwa raia kila saa tunajisikia kuhangaika. Lakini miaka 27 ameacha ile nchi kwa amani. Kweli uongo? Kwa sababu miaka 27 alikuwa anatafuta amani ya South Africa kwa miaka mingapi? 27. Wewe amani yako unataka kutafuta kwa miaka mingapi? Amani inatafuta kwa gharama sana. Kwa mfano leo nchi ya Tanzania ikapoteza amani, kuja kurudisha ni ngumu. Amani inatafuta kwa muda mrefu. Uaminifu unatafuta kwa muda mrefu. Furaha inatafuta kwa muda mrefu. Furaha unaitafuta kwa muda mrefu. Furaha ikishakauka tu. Na kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu kwa hiyo lazima ujipange. Kujua kwamba muda wetu umeisha, saa 6 kamili tumalizie. Kwa hiyo lazima ujipange. Somo letu linasema ni muda usiobadilika. Muda ubadiliki, lakini majira yanabadilika. Tukisema muda, tunaposema muda ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 10. Hii ndio muda. Tofauti na hapo ni majira. Wanaita muongo mmoja. Na tukisema muda ni kuanzia miaka 10 mpaka miaka 100. Hii ni karne. Kwenye karne tumebakiza miaka mingapi? 80. Kwenye karne tumebakiza miaka 80. Tukisema mwaka 2100, kwa sababu ukiona tunamshukuru Mungu tunasema mwaka 2100 tumebakiza miaka 80. Kwa hiyo lazima ujue kabisa hiyo ndio muda. Ukisema karne ni muda. Ukisema decade, muongo mmoja ni nini? Huo ndio muda. Ukitaka kufanya jambo lolote lile ili lifanikiwe, ulipe miaka 10. Kwa mwanadamu siku moja kwangu mimi, siku moja kwa mwanadamu ni miaka 10. Na siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Siku moja kwa mwanadamu ni miaka mingapi? Miaka 10. Jiulize sasa, mimi nataka kujifunza kupika vitumbua, kupika chapati, kujifunza kitu fulani. Hichi kitu lazima nichukue siku hii. Na siku moja ni miaka mingapi? 10. Hata rais wa Tanzania anakaa madarakani siku ngapi? Siku moja, ambayo ni miaka mingapi? 10. Rais wa Tanzania anakaa madarakani siku moja tu, ambayo ni miaka 10. Miaka 10. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba siku moja kwa Mungu ni miaka 1000, lakini siku moja kwa mwanadamu ni miaka 10. Kwa sababu kila baada ya miaka 10 kuna kitu kimetokea. Kwa nini tunasema siku moja kwa mwanadamu ni miaka 10? Muda unahesabiwa kuanzia 0 mpaka 9. Ndio muda unahesabiwa. Hesabu pesa, hesabu 1 mpaka 10. Tuko pamoja? 0 kuanzia 0 hapa ni 1 na inaanzia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 si 1. Ukijumlisha kuanzia 0 mpaka 9 unapata ngapi? Unapata 10. Kwa sababu ukiangalia mwaka 2000 mpaka miaka 10 ni mpaka mwaka 2009. Hiyo ni miaka mingapi? Miaka 10. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kila kitu unachotaka kufanya ukipe miaka mingapi? 10 kitatokea. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwamba lazima ukae chini, una kitu unataka kufanya. Kwa sababu sisi kwenye huduma Kingdom Business tangia mwaka 2012 tulitoa miaka 10. Tujifunze kwa muda wa miaka 10. Nilisema nitaongea pumba mpaka niongee mchele. Sasa hivi naongea mchele ndio yangu. Sasa hivi nimebakia suti. Biashara imeisha brother. Suti tu imebakia. Hamna kitu kingine. Shabaa suti tu. Nauza seminar. Nauza maneno. Ndio biashara kubwa duniani ya kuuza maneno. Hakuna biashara nyingine. Ukiweza kupanga maneno unauza. Yahoo wanauza maneno, Google wanauza maneno, WhatsApp, vyombo vya habari vyote, wachungaji, wanasheria, wote wanauza maneno. Wanasiasa wanauza nini? Maneno. Ndio biashara ndio ukishapanga maneno vizuri tu yanauzika. Ni pesa. Hiyo ni pesa. Wachungaji wanauza maneno, wanakaa wanafikiri kesho atakuja na mafunuo gani? Hapo kwamba Roho Mtakatifu sipe mafunuo kesho. Yesu mwenyewe alikuwa anauza nini? Maneno. Anaamka anashuka kutoka mlimani. Anawahi hekaluni, watu wanaamka asubuhi kwenda kufariji kumsikiliza. Leo amekuja na kitu gani kipya? Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie
chochote unataka kufanya miaka 10 waga ibadilike, and change time. Toa miaka 10 sio badilika. Majira yatabadilika hapa katikati, kutakuwa kuna majira, kutakuwa kuna mapito. Mapito ndo majira. Mapito ni milima na mabonde, haya ni majira. Yasikuogopeshe wewe, angalia miaka 10. Sisi tumepita kwenye mapito, tumeona vitu vingi, lakini hatujasema kwamba tunakata tamaa, kwa sababu agano ni miaka mingapi? 10. 2022 tumebakiza mwaka mmoja na nusu. Tunatimiza agano letu la miaka 10 kujifunza jinsi gani mtu anaweza kutumia muda wake vizuri, jinsi gani mtu anaweza kufanya biashara kupitia neno la Mungu. Ndio injili tunayohubiri sisi. Hatubiri injili ya kwenda mbinguni sisi. Hata siku moja sisi hatumhubiri mtu kwenda mbinguni. Tunamhubiria mtu kumpenda Mungu. Kwa sababu gani? Ukimpenda Mungu ndio utatoboa. Haikuhubiriwa kwenda mbinguni na umpende Mungu, hautatoboa. Kweli uongo? Hatakuwa. Sisi tunamfundisha kumpenda Mungu. Jinsi gani unaweza kutumia muda wako vizuri, na Mungu anapenda watu wanaotumia muda vizuri. Leo tukiangalia watu kati ya Wakristo na Wachina, ni watu gani ambao wameokoka? Ni Wachina. Kristo hajaokoka bado. Wachina wanatumia, Wakristo wote hao wanatumia vitu vya nani? Vya Wachina. Wakristo hawana viwanda. Niambie kama kanisani kwenu kuna tajiri mmoja, Mkristo mmoja na kiwanda ambacho anaajiri watu wengi kama barani. Kanisani kwenu kuna mtu mmoja anaajiri watu wengi. Sasa unataka unaambia kwamba waliokoka ndio anayeajiri, ndugu yangu. Anayeajiri ndio aliyofanya nini? Aliokoka. Ana watu wako chini yake ambao amewaajiri. Sasa unakuta wewe unabaki na maombi tu. Maombi tu. Na hujaajiri hata mtu hata mmoja. Na mtumiki Mungu. Utakula mkate kila siku. Utakao pewe mbegu. Utapewa nini? Tajiri anaomba Mungu ampe mbegu. Maskini anaomba mkate kila. Ile sala ilikuwa ni sala kwa ajili ya watu maskini. Baba usipe mkate wa nini? Kila siku. Kiangalia sala ya watu matajiri, soma Isaya 11, Isaya 55 mstari wa 10. Isaya 55 mstari wa 10. Tunaona Mungu anampa yule mtu apandaye mbegu, na yule alaye anapewa mkate. Mtu yote ambaye anataka kufanya vizuri anamwambia Mungu ampe mbegu. Isaya 55 mstari wa 10. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye hilo eneo, usimame kwenye mbegu, cha mambo ya kuomba mkate kila siku. Kwa hiyo watu wa Mungu, kufahamu kwa sababu kuangalia muda ubadiliki, lakini majira yanabadilika. Muda uko pale pale. Na muda usemi uongo. Ulikuwa mtoto, muda unasema ulikuwa mtoto. Ulikuwa kijana, muda unasema wewe ni kijana sasa hivi. Ulikuwa ni mzee, muda unakwambia wewe ni nani? Wewe ni mzee, muda usemi uongo. Basi kwa pamoja tutaishia hapo. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache. Na eneo ambalo tulisema kwamba muda ubadiliki, nikupe andiko moja la mwisho. Kwenye Waebrania 13. Waebrania 13 mstari wa 8 inasema Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Nakwambia Yesu ni mwanzo na mwisho. Waebrania 13 mstari wa 8. Taandika maandiko hapo ubaoni. Taandika scripture zote. Utaziweza kujikopi pia. Kwa hiyo sasa Mungu ni Alfa na Omega. Alfa na Omega nini? Ni muda. Ni mwanzo na mwisho. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa ina maana kwamba Mungu abadilike. Mungu ndio muda wenyewe. Mungu abadilike. Lakini majira yanafanya nini? Yanabadilika. Majira ni changamoto, majira ni kila kitu tunachokiona duniani, kizuri na kibaya tunaita majira. Kwa sababu vyote vimeumbiwa nini? Wanadamu. Tutakumbana na hivyo vitu. Kwa sababu mhubiri anasema majira na bahati inawapata kila mtu. Majira na bahati inapata kila mtu. Kwamba lazima uzingatie kujua kwamba muda haubadiliki, lakini majira yanabadilika, na usikumbatie majira. Majira yakishapita kuna kitu ni rafiki. Mtu amekufa, majira yake yafanya nini? Yameisha. Ni mke ameondoka, majira yake yameisha. Mume ameondoka, majira yake yafanya nini? Yameisha. Mtoto anaondoka nyumbani kwenda kujitegemea, majira yake yafanya nini? Yameisha. Anaenda kufungua majira mengine. Yaani tuliumbwa kuondoka, tuliumbwa kufanya nini? Kuacha. Tuliumbwa ili tuache, kuacha vitu. Kwa sababu kama uliumbwa ili kuacha, ile andiko mimi lilinifurahisha sana baada ya kusoma ile andiko. Mwanzo 2:24. Mwanzo 2:24. Mwanzo 2:24 ndio maana ilijua kwamba tuliumbwa ili tuache, kuacha vitu. Kuacha vitu. Neno la Mungu nasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe,
nao watakuwa mwili mmoja. Ina maana kama baba yangu na mama yangu walioleta hapa duniani nitawaacha, niliposoma ile andiko nilinipa nguvu sana kwamba nina uwezo kuacha kila kitu. Kama naweza kumwacha babangu na mamangu, kila kitu naweza kufanya nini? Naweza kuacha chochote ambacho kinanisumbua kwenye maisha yangu na kiacha. Kama naweza kumwacha babangu na mamangu, ni pombe naweza kuacha, sigara naweza kuacha, bangi naweza kuacha ukahaba, naweza kuacha kila tabia mbaya, naweza kufanya nini? Hivyo vitu havina nguvu kama babangu na mama yangu. Babangu na mamangu ndio kitu kikuu, ndio Mungu wangu wa wapi hapa duniani. Lakini naweza kumwacha nikaambatana na mtu ambaye simjui. Kama ina maana kila kitu kinachosumbua kwenye maisha yangu naweza kufanya nini? Kukiacha. Hakuna mtu mkubwa kama babangu na mamangu. Yaani kutoka babako na mamako anayepatia pale nani? Wa kwanza nani? Mungu. Alafu anakuja babako na mama yako. Sasa unawaacha wale. Unaondoka na mtu ambaye mjui. Akasema naweza kuacha chochote kile naweza kuacha. Nishakumbuka ile andiko. Nikisema kama nilimwacha babangu na mamangu, na hivi tunafanya nini? Na acha. Fursa tuliumbwe ili tuache. Atukumbe kukumbatia nini? Vitu. Tuliumbwe ili tuache. Na hivi vitu vinakaa nini? Kwa majira. Majira unajisikia vizuri, majira mengine ujisikii nini? Vizuri. Tuliumbwe kwa majira. Kwa hiyo hamna haja kukumbatia majira, hamna haja kukumbatia stories za zamani. Don't embrace the past. Usikumbatie nini? Mambo ya zamani. Mambo ya zamani yameshapita. Wewe Biblia inakwambia ya zamani yameshapita. Tazama sasa yamekuwa ni mapya. Full stop. Mtu yote akwambia bwana nakumbuka historia yako ulikuwa tazama ameshakuwa mapya ndugu yangu. Kwa mfano mimi, watu wanaonijua mimi. Anambia sikiliza wewe ni mtumishi. Naambia zamani ameshapita, tazama amekuwa nini? Ameshakuwa mapya. Sasa mimi ni mtumishi. Naitwa mtumishi. Kwa sababu hata unajua story yangu mimi, wanajua vizuri sana. Anajua kama mimi nilikuwa na sasa nilikuwa tazama amekuwa nini? Mapya. Ameshakuwa mapya. Unaenda kuishi na mambo ya zamani brother. Ukiishi na mambo ya zamani unakufa haraka. Tazama amekuwa mapya. Kufahamu taishia hapo. Tunashukuru Mungu kwa dakika chache. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 6 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku hii mpya uliofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6, asante kwa majira ya saa 7. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, furaha ya Kristo, uaminifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante.
kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ubunifu wa Kristo, ujuzi wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa furaha ya Kristo ulioiweka mbele yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa hekima ya Kristo ulioiweka mbele yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa maarifa ya Kristo ulioiweka mbele yetu, tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo na neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyevusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua wanafunzi wa Kingdom Business katika ukiwa, katika giza, katika utupu, katika umaskini, katika magonjwa, katika mambo ya dunia hii kwa damu ya Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi wa damu ya Kristo Nazareth, ukatokea uzio wa moto wa Roho Mtakatifu, ukatokea ulinzi dhidi ya magonjwa yote ya maambukizi kutoka China, kutoka Marekani, kutoka Misri, kutoka pande zote za dunia kwa damu ya Kristo Nazareth katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asikilizaye na kusoma maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki wateja wao, bariki wanafunzi wao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wape neema ya kukutumikia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, bariki chochote watakachofikiri katika mawazo yao kikalete shuhuda katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 6. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati,
kwa maana zamani hizi ni za uovu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth, utupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adamu na kazi ya Injili, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tenda kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tutaenda kwenye sala ya toba. Dakika moja tutasema Yesu mwana Daudi mara 3. Nikisema jina langu mimi Billy Mushi, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi. Mimi Billy Mushi. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mushi, unasema jina lako. Tarudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi Billy Mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajiri kana muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people they ask me how are you. But today, people they tell me how are you. For promotion,